Karibu katika mwendelezo wa kinachoendelea Mahakama Kuu Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam katika kesi nzito inayomhusisha Tundu Antipas Lissu. Tunakupeperushia taarifa hizi moja kwa moja kutoka Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Kabla tusonge mbele, hata hivyo, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Mtazamaji, tunaendelea sasa na tulipoachia sehemu ya kwanza. Wakati wa kuhojiwa kwa shahidi, Tundu Lissu alielekeza tena mawazo ya mahakama kwenye suala lenye utata la iwapo wakili Kulwa Maduhu na wakili Paul Kisabo waliwahi kutambuliwa rasmi na mamlaka za magereza kama sehemu ya jopo lake la mawakili. Badala ya kupinga tu msimamo wa serikali, Tundu Lissu alitumia tena nyaraka zilizowasilishwa mahakamani akimtaka shahidi kuzichunguza binafsi hizo nyaraka na kueleza kile ambacho rekodi hizo zilionyesha. Alimwelekeza wakili Maduhu kwenye hati ya kiapo ya nyongeza iliyowasilishwa na mdaiwa watatu yenye tarehe 12 Mei. Tundu Lissu alimkumbusha shahidi kwamba kulingana na yaliyomo kwenye hati hiyo ya kiapo, ilidaiwa kuwa Maduhu na Paul Kisabo hawakuwa miongoni mwa mawakili ambao majina yao yaliwasilishwa kwa mamlaka za magereza na Tundu Lissu. Maduhu alithibitisha kuwa alielewa kauli hiyo iliyokuwa ikirejelewa. Kisha Tundu Lissu alimwonyesha nyaraka iliyotiwa alama ama neno SUPP1 ambayo ilikuwa imeambatanishwa na hati hiyo ya kiapo ya nyongeza. Swali lilikuwa la moja kwa moja. Baada ya kuichunguza nyaraka hiyo, je, shahidi angeweza kuthibitisha iwapo majina ya Kulwa Maduhu na Paul Kisabo yalionekana popote kwenye orodha hiyo? Baada ya kupitia nyaraka hiyo, Maduhu alithibitisha kuwa majina hayo hayakuwepo, lakini mara moja Tundu Lissu alihamia kwenye hoja nyingine nje ya yaliyomo kwenye orodha hiyo yenyewe. Alimuuliza shahidi huyo, licha ya majina yao kutokuwepo kwenye nyaraka hiyo mahususi, yeye na Paul Kisabo waliwahi kutembelea gereza la Ukonga na kukutana binafsi na Tundu Lissu wakati akiwa mahabusu. Maduhu alithibitisha kuwa walifanya hivyo. Wakili huyo alieleza kuwa aliingia gerezani na kukutana na Tundu Lissu mara 3 tofauti. Kisha Tundu Lissu alielekeza umakini kwenye utaratibu uliotumika wakati wa ziara hizo. Alimuuliza Maduhu iwapo kabla ya kuingia gerezani alikuwa amesajili taarifa zake kwa mamlaka za gereza na kuonyesha nyaraka zake za utambulisho. Maduhu alithibitisha kuwa alifuata utaratibu huo. Jibu hili lilikuwa muhimu kwa sababu Tundu Lissu alikuwa akijaribu kuonyesha kuwa ruhusa ya kuingia gerezani haikutegemea tu orodha ya maandishi ya mawakili iliyowasilishwa awali, bali pia ilitegemea taratibu na rekodi za gereza lenyewe. Kisha aliuliza iwapo Maduhu mwenyewe ndiye aliyekuwa na jukumu la kutunza rekodi rasmi zinazoonyesha kila mtu aliyeingia na kutoka gereza la Ukonga. Maduhu alikanusha madai hayo. Alieleza kuwa hakuwa na jukumu la kutunza rekodi hizo na kumwonyesha afisa wa magereza aliyekuwa ameketi mahakamani, akisema kuwa jukumu hilo lilikuwa la afisa wa magereza aliyesimamia nyaraka hizo. Kisha Tundu Lissu alirejea moja kwa moja kwenye rekodi hizo. Alimuuliza shahidi iwapo jina lake mwenyewe lilionekana miongoni mwa watu walioorodheshwa kama waliotembelea gereza la Ukonga. Maduhu alithibitisha kuwa lilikuwemo. Alieleza kuwa rekodi ya tarehe 28 Oktoba ilikuwa na jina lake, ingawa katika tukio hilo mahususi aliambiwa kuwa hangeruhusiwa kukutana na Tundu Lissu. Hata hivyo, aliongeza kuwa nyaraka zinazoonyesha ziara zake nyingine zilizofanikiwa hazikuwasilishwa mahakamani na mamlaka ya magereza. Kufuatia jibu hilo, Tundu Lissu alihamia kwenye nyaraka nyingine sasa iliyowekwa alama ya SUPP2. Alimtaka Maduhu kuangalia rekodi mahususi namba 10 ambapo jina la Paul Kisabo lilionekana. Rekodi hiyo ilimwonyesha Paul Kisabo kama mgeni, huku sababu ya ziara hiyo ikielezwa kuwa ni masuala ya kisheria. Maduhu alithibitisha kuwa anaiona rekodi hiyo. Kisha Tundu Lissu alimwelekeza kwenye tarehe mahususi, tarehe 30 Septemba, na kumtaka ataje jina la kwanza linaloonekana miongoni mwa wageni walioandikishwa katika gereza la Ukonga siku hiyo. Baada ya kupitia nyaraka hiyo, Maduhu alithibitisha kuwa jina hilo lilikuwa Paul Kisabo. Kisha Tundu Lissu aliuliza swali muhimu zaidi. Je, Paul Kisabo alijumuishwa katika orodha ya awali ya mawakili ambayo mamlaka ya magereza ilidai iliwasilishwa na Tundu Lissu? Maduhu alithibitisha kuwa Kisabo hakujumuishwa katika orodha hiyo ya awali.
Kisha Tundu Lissu alionyesha kuwepo kwa utata huo. Ingawa Kisabu hakuwemo kwenye orodha iliyotumiwa na mamlaka ya magereza, bado aliruhusiwa kuingia gereza la Ukonga na kukutana na Tundu Lissu kama wakili wake. Madu alikubaliana na hilo. Uhojiaji huo kisha ulihamia kwenye nyaraka nyingine iliyopewa jina au alama ya SUPP3. Tundu Lissu alimtaka Maduhu kutaja majina ya mawakili wanaoonekana katika nyaraka hiyo. Shahidi alitaja majina ya wakili Andrew Mathew Chima na wakili Nation Nkungu. Kisha Tundu Lissu aliuliza kama mawakili hao wawili pia walimtembelea wakati akiwa kizuizini. Maduhu alithibitisha kuwa walimtembelea. Kwa mara nyingine, Tundu Lissu alirejea kwenye suala lile lile kama mawakili hao walijumuishwa katika orodha ya awali iliyowasilishwa na mamlaka ya magereza. Maduhu alithibitisha kuwa Andrew Mathew Chima hakujumuishwa. Kufikia hatua hii, Tundu Lissu anaonekana kujenga hoja kuhusu utaratibu uliotumika katika rekodi za gereza. Mawakili kadhaa ambao hawakuwemo kwenye orodha ya awali bado waliruhusiwa kuonana naye, huku wakili Maduhu akikabiliwa na vikwazo. Kisha maswali yalihamia kwenye daftari rasmi la wageni la gereza la Ukonga lililowekewa alama ya SUPP5. Tundu Lissu alimwelekeza shahidi kwenye taarifa zilizomo ndani ya daftari hilo na kumwomba achunguze rekodi mahususi ya tarehe 7 Mei ya mwaka uliotangulia. Rekodi hiyo ilionyesha kuwa mgeni wa kwanza kuorodheshwa siku hiyo alikuwa wakili Nation Nkungu. Daftari hilo lilimtambulisha kama wakili aliyekuja kumwona mahabusu Tundu Lissu, huku sababu ya ziara hiyo ikionyesha kuwa ni kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria. Madu alithibitisha kuwa taarifa hiyo ilikuwa sahihi. Kisha Tundu Lissu alihoji sababu ya Nation Nkungu kuruhusiwa kuingia na kukutana naye. Maduhu alijibu kuwa ni kwa sababu Nation Nkungu alikuwa mmoja wa mawakili wa Tundu Lissu. Maswali yaliendelea kupitia kurasa kadhaa za ziada za sajili ya wafungwa. Tundu Lissu alitaja ingizo lengine ambapo Nation Nkungu alionekana tena, ikiwamo rekodi ya Julai tarehe 28 ambapo aliorodheshwa kuwa mgeni wa kwanza aliyefika kumwona Tundu Lissu gerezani. Madu alithibitisha kuwa taarifa hizo ni sahihi. Tundu Lissu kisha akasonga mbele hadi tarehe nyingine, Disemba tarehe 24, ambapo jina la Nation Nkungu lilijitokeza tena. Kwa mara nyingine tena Maduhu alithibitisha kuingia. Hata hivyo, mchakato huo uliendelea kwa Paul Kisabo. Tundu Lissu alipouliza kama Kisabo pia alionekana kwenye rekodi za wageni wa gereza, Maduhu alithibitisha kuwa alionekana. Aidha, alithibitisha kuwa ingizo lengine la Machi tarehe 4 mwaka 2026 lilionyesha Nation Nkungu akiruhusiwa kumtembelea Tundu Lissu ndani ya gereza. Baada ya kumtembeza shahidi huyo kupitia maingizo kadhaa tofauti, Tundu Lissu kisha akatoa muhtasari wa hoja aliyokuwa akijenga na maswali yake. Je, kati ya mawakili wote wanaomwakilisha ni wakili Kulwa Maduhu peke yake aliyenyimwa haki? Maduhu alithibitisha kuwa ndivyo ilivyokuwa. Kisha chumba cha mahakama kilihamia katika sehemu nyeti zaidi ya maswali. Swali la kwa nini Maduhu mwenyewe alizuiliwa kuonana na mteja wake licha ya kutambuliwa kama mmoja wa mawakili wake. Mtazamaji, hii ilikuwa sehemu ya pili ya kile ambacho tunakishuhudia hapa mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Kama ulikuwa hujatazama sehemu ya kwanza ya kile ambacho kinaendelea mahakamani leo katika kesi ya Tundu Lissu, utaweza tu kuingia katika akaunti hii yetu ya Mirindimo Media. Ukiingia utapata part 1 ya kile kinachoendelea mahakamani kwa Tundu Lissu. Mtazamaji, ndani ya muda mchache tutaweza kurudi na sehemu ya 3 na mwendelezo wa kile ambacho tunakishuhudia hapa mahakamani katika kesi hii ya Tundu Antipas Lissu.